Na asante mwenzangu Ken Gashuhi kwa muktasari wa yanayojiri katika eneo la Nakuru katika kutueleza hali ilivyo. Tutakuwa tunafuatilia kama alivyoeleza na tutakuwa tunakuarifu yanayotokea katika maeneo mbalimbali kuhusiana na hayo. Na wafanyikazi wa mpango wa serikali wa nyumba za bei nafuu katika eneo la Ruringu, kaunti ya Nyeri wamegoma wakilalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao. Wafanyikazi hao wanadai kwamba kwa zaidi ya majuma matatu sasa hawajalipwa mishahara yao ambayo hulipwa kila juma na kwamba pia hawajapata mawasiliano yoyote kutoka kwa wasimamizi husika. Malalamiko yao yanaibua maswali kuhusu uhakiki wa miradi ama baadhi ya miradi ya serikali na iwapo itakamilika kama inavyotarajiwa. Clement Masombo na maelezo zaidi. Eneo hili lililo kwenye viunga vya mji wa Nyeri kwa kawaida huwa mahali penye shughuli chungu nzima, huku wafanyakazi wakiendelea na kazi ya ujenzi. Ila sasa hali ni tofauti. Kimya kimezidi na kazi kusimama, huku wafanyakazi wakigoma kwa kutolipwa. Fanya video hata tumekaa 4 weeks hata bila kulipwa hapa pesa, na tunalipwa ani weekend do. Tumekaa siku zote tujalipwa pesa. Hata kuulizia ndio anatuambia tuongoje. Sasa tumeongoja hadi tumechoka. Tumeamua hata kuandamana ndio atuambia straight forward. Wanasema kwamba kwa zaidi ya wiki 3 sasa hawajalipwa mshahara licha ya kuwa wanafanya kazi kama kawaida. Hali wanayosema imewaathiri pakubwa kutosheleza mahitaji ya nyumbani. Wengine washaenda. Lakini sasa mtu kama mimi, kama nimefungiwa nyumba, nienda kuambia huyo mtu nini? Hakuna vile naweza enda bila pesa. Hata naweza pata kupata fare kufika huko naweza pata. Lakini nikienda huko nimefungiwa nyumba, naenda kumwambia nini? Na nimetoka kazi. Hata familia huko Nairobi hatutumi pesa juu hatuna hiyo pesa. Tukimwambia tujalipa hata bibi mwenyewe akuelewi. Anasema hiyo ni ukora, tuko na bibi mwingine huko namlishi. Sasa sitafanya aje? Hata bibi wenyewe hata Nairobi wanaona sisi ni wakora juu hatuwatumanishii pesa, watakula. Mtoto analia kutokea usiku mzima ana maziwa. Ziara yetu katika maeneo mengine pia iliashiria hali sawa na hiyo. Haya yanajiri wakati ambapo Rais William Ruto yuko katika ziara ya maendeleo kaunti za Kisii na Nyamira, ambako anaendelea kuzindua ujenzi wa miradi mingine. So nyinyi mtusaidie vile tutapata management ya hii kampuni, tujue tunakanjwa saa ngapi. Wafanyikazi hao sasa wametoa ombi kwa idara husika za serikali kuwajibika na kutoa malipo yao kwa wakati. Sasa kama hatuna chakula, next tutafanya nini? Ni kuiba. So si watupatie do zetu, si tusonge. Si hatuna ubaya, si tumetaka tu do tuende. Tumevumilia kutosha. Clement Masombo, KTN. Seneta wa Vihiga Godfrey Osoti akiandamana na viongozi wengine mapema